Unaweza ukapoteza simu ndani ya matatu, kunyang'anywa chain CBD au hata kudanganywa bila kujua ukatumia Devil's Breath. Nairobi sio ile ya zamani tena. Leo nakuletea visa 5 halisi vinavyoonyesha jinsi maisha ya Nairobi yalivyobadilika na kwa nini kila mtu anapaswa kuwa makini kuanzia sasa. Karibu sana pa Mizuka Media, sehemu ambayo tunakuletea ukweli wa maisha ya Kenya na Afrika Mashariki. Kama uko Nairobi au unapanga kuja, basi video hii ni lazima uione. Hii ni video ya mwanadada aliyenusurika kunyang'anywa chain yake shingoni Nairobi CBD. Si mara ya kwanza, si mara ya pili, ni mara ya 3. Hii inaonyesha jinsi wizi wa barabarani umekuwa kawaida. Watu wanalengwa mchana kweupe, wengine sasa wanafikiria kujilinda kwa njia hatari kama kubeba silaha. Funzo hapa ni usitembee na vitu vya thamani waziwazi Nairobi CBD. Mosiria leo nimeibiwa, karibu niibiwe town. Tag Mosiria kwa hii video. Kuna vijana wajinga wanajifanya chokorata nitanunua kisu. So guys, today I was wearing this, okay? Kwa ukiangalia my previous video, I'm wearing a t-shirt and these 2 necklaces. These original silver necklaces, right? So nikiwa archives, mapema mchana saa 7, nikagongwa na kijana mwingine shingo. Anakaa tu ni kama is in his 20s actually, si chokora, anajifanya tu chokora. Akataka kusnatch hizi vitu. I'm from Kayole bro. Nilikuona, I was wearing sunglasses, you know, so I thought hapo anajua I'm aware with my surrounding. By the way, once umetoka ghetto, uwezi vaa vitu kama hizi na ukose kuwa aware na surrounding yako. By the way guys, if you know you know, you can't be wearing such things and you are not aware. He tried to snatch them. Alijaribu kuvuta hivi na mimi nikazishika. And this is the 3rd time somebody is trying to steal my silver necklaces. Jehovah, can you guys just rest? I will buy a knife, and if you try that shit with me, somebody is going to get hurt, because I'm sure you'll not be expecting iufikia wezi. And you know, you guys Kenyans, you are very stupid. Tell me why huyo kijana bado aliendelea kusimama hapo. Nikamuuliza unataka kufanya? Then he's like, so unataka kunipea? Then nikamuona, wacha kunifuata wewe. And nobody was doing anything. People were just walking. We will start working with knives. And if I become rich one day, I'm gonna have a gun. I'm gonna take a licensed gun one day if I become rich. And nyinyi aya. But anyway, town is so unsafe. Town is not safe. Town is not safe because lazy, stupid people have decided to behave like their chokora. In fact, ile bill ilikuwa inasema street kids should be thrown away and removed from the streets. I support. Watoke Nairobi CBD kabisa, because most of the people ni wezi, wanajifanya homeless and street kids. Aki nakwambia mimi nitadunga mtu kisu. And I decided I'm gonna get a knife, and I'll be working with a knife, because there is no way I'm being robbed in broad daylight. People are not doing anything, and you expect me not to do anything. Yeah, if I die, I'll say I died in the line of duty. But anyway, my babies are home. I'll take them to Western Jewelry to be fixed. Elston ataenda ni fixie these ones. But where you guys should just stop snatching people's necklaces. This is just not a silver necklace. This is part of me. This is part of me. You guys just don't get it. But anyway, that is just how my day was today. I feel mad. But Mosiria, I don't know. Mosiria, where's your department? But just do something. Toa uwezi nje atao. Miss Juvile utafanya. Ama mtupe kisu. The government will give us knives at this point, because it seems like we can't look at each other after. No, we can't look after each other and our properties. So let's just get knives and kill somebody. Thank you. Or free guns or something. I don't know. Video nyingine, jamaa huyu anaonya kuhusu dawa hatari inayoitwa scopolamine maarufu kama Devil's Breath. Inasemekana mtu anaweza kupuliziwa au kuguswa na ghafla anapoteza uwezo wa kufanya maamuzi. Hii ni level nyingine kabisa ya uhalifu. Somo ni kwamba epuka watu usiowajua wanaokukaribia bila sababu. To all business owners, tafadhali jihadharini sana. There is something inaitwa scopolamine, and it's a drug yenye lazima iko na prescription before upewe, lakini inajulikana kama Devil's Breath. Hii inatumika sana sai, and it's on the rise sana Nairobi, sana kwenye lines za super metros, not kwa super metro ndani, but super metro places zenye they operate. Unapata tu dem yani mmesalimiana tu kidogo hivi na wewe tayari already you are like you giving everything. Poa twende hivi tufanye hivi. Wase wa Uber amefika tu a point amekwambia mimi sioni fit hii namba yako ama sijui nini, shika uweke namba. The moment yenye umeweza kuweka scopolamine, mse amejieka, amevaa normal glove na amevaa ile glove nyingine ya surgical, so hiyo dawa haitaweza kumaffect. Anakupatia unaweka, ushasika simu, mara kidogo unasikia
ndio hivyo, story yako imeisha, utachukuliwa everything. Wana biashara uko na una operate M-Pesa na kuja nakwambia ni aje, mimi sioni agent, shika simu nieke. Please jihadhari sana, this is a very very dangerous drug. Na maze, I can count like the type of cases zenye so far we have seen them reported in the last 1 week in Nairobi only. We have more than 50 cases zenye zimekuwa reported. Maze, watu wanaoshwa vibaya sana. So the government should look in, ni kwa nini some of the doctors wenye wako hapa nje wana prescribe ama wanauza dawa kama hiyo kimagendo? Are they aiding theft, robbery, maze, karada. Before we ingia street za downtown, karada. Hapa kuna msichana anawaonyesha watu jinsi simu zinaibiwa ndani ya matatu bila hata wewe kugundua. Ni distraction ukijumuisha na speed. Mtu anakugusa kidogo, mwingine anachukua simu na ni ndani ya sekunde chache tu. Somo hapa, simu yako ni target namba 1. Naibiwa simu, watu wanaibiwa simu huku nje, lakini mimi I am the sole eagle. I want to help you usiibiwe simu. Now, you are the target, especially if you are on call na umesimama stage. How to spot this matatu? It is usually an old mat. Sawa, mbele iko na watu wawili, dereva na mtu mmoja, alafu nyuma kuna kuogana kama watu wawili watatu. So ikienda sana ni watu 6 the whole matatu. Alafu hawa majamaa wanakuanga ni majamaa, lakini to fool you sometimes unaweza pata kuna mama hapo ndani. So uko stage unangoja mati inakuja. Conductor akifika hafunguangi mlango ya nyuma. Yeye ndo anashuka, anakuambia sasa uingie, either uingie hapo mbele ama ashuke ya kufungulia mlango. Unaona? So unaingia unaketi hii side ya mwisho. Sawa sawa. One thing leads to the other. You are on call. Remember, you are the target. Wewe ndio target ya hawa wasi. So umeingia, you are on call nini na wanajuanga. They don't take someone who is going all the way kama unaenda tao. Wanataka mtu mwenye anashuka the next 2 stages, 3 stages. Usiende sana. Wewe ukiwa unaenda tao, wewe si mtu wao. So another thing what they do, sasa umeshaingia umeketi, you are on call with your mpoa nini. Unatapiwa hapo, pesa hapo mbele. Unasikia kidogo, pesa hapo mbele, you are on call, and then this other person apparently alikoshapeana pesa yake, change inarudishwa kidogo, inakuangukia on your back. Ukishaangukiwa na hiyo change hapo nyuma sasa, change imeanguka nyuma yako, and also you want to pay. So mpoa nini, I'll call you back, wait, I need to pay for my matatu na. Yeah, unaweka simu kidogo hapa kwa lap yako ama kwa handbag yako, but iko open. Now this confusion of kukata simu, kulipa gari na kutafuta change kwa hapo nyuma, hapo ndio unaibiwanga. Hapo ndio unaibiwa, my friend. So huyu mtu anajua simu umeweka hapa, anachukua, inawekwa flight mode. Sawa, immediately. Number 2, unatoa pesa, unapeana kidogo, unaamka, sijui tafuta nini. Once they know that they have taken your phone, kidogo unasikia mlango sijui na jam nini. Ushafika ile stage unaenda. Remember, wanatargeting watu ambao hawaendi mbali. So ushafika place unaenda, wanajua washachukua simu yako nini. Kidogo unasikia mlango imejam, mara haijajam. Kwa nilienda kitambo mama. Kimekuramba. What you need to do at this point is, ukishuka, if you come to your senses early enough, unaweza chukua number plate ya gari, but most of the time it doesn't happen that way. Simu ndo imeenda. So kuwa macho. Jamaa huyu anaeleza jinsi wateja wake walivyoporwa na ana maoni makali kuhusu hali ya barabarani Nairobi. Hii inaleta mjadala mkubwa. Je, tatizo ni system, usalama au hali ya maisha? Wewe unaonaje hali ya usalama Nairobi? This right here, these are my clients who got robbed today in the streets of Nairobi by the street people. And this is the reason why I think every street person should not be on the streets of Nairobi. Because why are they robbing us? Today I was with my clients in the evening for a tour from 3 p.m. to 5 p.m. It has never happened to me, but I know it has happened to other people. My clients were leaving the KICC towards the Parliament Road. And right there, today is on a Sunday. You know, there's always a lot of TikTokers on the streets of Nairobi. Only to get there, I'm trying to explain to my clients what is happening. You know, that's a city tour. When I have to explain what is happening, why do we have TikTokers on the streets of Nairobi on a Sunday? Only to see a young guy approaching us. And I'm like, okay, this is any other street person who is coming to borrow some money from the Mzungu. I'm like, okay, fine. And then before even I tell him, see Leo, he's like, whoop. I'm like, what's happening? By the time I
go there, he's already grabbed the necklace. And it was a gold necklace. I go there, hold him, put him down, and I take the necklace. The government of Nairobi, specifically Sakaja, and even the police of Nairobi, we should not be allowing the people and the street people to be in the streets of Nairobi. It's unacceptable because it has not happened once or twice. Last time I did a video like this, I almost got so many views, and it was happening at Kimathi Streets. Also, my clients got robbed because of what? The street people. We cannot be allowing the street people to be in the streets of Nairobi. I know they are family members, they are friends, maybe some of you as well, but we cannot allow them on the streets of Nairobi if they're robbing us. If they are going to be peaceful, then well and good. But if they're going to rob us, then they're not supposed to be borrowing from the streets. It's not unacceptable. Na hapa tunaangalia upande mwingine wa maisha. Mwanasheria anaeleza swali ambalo wengi huuliza, je, ukipeana mimba na una kazi unaweza kujitetea mahakamani? Hii ni reminder kwamba uamuzi wako una consequences, sio tu kwa pesa bali maisha kwa ujumla. Somo hapa, maisha ya Nairobi yanahitaji akili, sio tu survival ya leo bali kesho pia. Some people ask, wakili, nikapelekwa kotini, naweza jitetea niseme mimi sina kazi, sina job, sina salary, alafu koti inaweza nisikiza? Hakuna kitu kama hiyo. The court will not listen to you. The court doesn't care whether you're working or you're not working, whether you're salaried or not salaried. Once ukizalisha, you must provide for the child. Koti ina deal na the best interest of the child. Iko kwa sheria, kwa Children's Act na kwa Constitution. Best interest of the child ni nini? Shelter, chakula, kisomo na kugaidiwa. Lazima uprovide. It doesn't matter kama utaenda kuiba ama ile utafanya, lazima you provide for the child. Ukiwa na kazi ama hauna. The most you can do is to provide an affidavit of means. Na huwezi provide affidavit of means useme ati zero nanga income. Utarushwa civil jail, watu wenyu wachange, watu hiyo pesa ya kulea mtoto. So, hakuna defense in law that you can tell the court that your honor, I'm not working, I'm not employed, nilivutwa job, kwa hivyo sina pesa ya kulea mtoto. Hakuna kitu kama hiyo. If you neglect your child, it's also a criminal offense. Na utafungwa regardless whether you're working or not working. So, usikuje kuuliza tena kama ndaweza enda kotini niseme, your honor, mimi sina kazi. Mtoto lazima ulee, hata kama utaenda kuiba, you must provide for your child. There is no alternative. Ukichunguza visa hivi vyote, kuna kitu kimoja kinafanana, ya kwamba Nairobi imekuwa city ya high alert. Leo sio swali la kama utapigwa, ni swali la utaepuka vipi. Jifunze kuangalia mazingira, kuepuka haraka haraka, kutoamini watu usiowajua kirahisi na kulinda vitu vyako binafsi. Je, wewe umeona au kupitia hali kama hizi Nairobi? Andika experience yako kwenye comment section, watu wajifunze. Na pia share video hii kwa mtu anayekuja Nairobi au anayeishi Nairobi, unaweza kumuokoa. Hii ni Mizuka Media, ukweli wa maisha ya Afrika Mashariki. Tufollow na usubscribe ili usipitwe na updates kali kama hizi. Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.